Inayomwezesha mwombaji wa kitambulisho cha taifa kutumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia simu ya mkononi, na hapa nisisitize kwamba simu ya mkononi hata akiwa ni kitochi inaweza ikatumika katika kuandika ujumbe mfupi kama ilivyoelezwa na itakavyoendelea kuelezwa katika vyombo vya habari kupitia kwenu wanahabari. Ni ushahidi tosha wa dhamira ya dhati ya kwenda sambamba na kasi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia katika kuboresha huduma kwa wananchi. Hii si mara ya kwanza kwa NIDA kuunda mfumo wa kisasa katika kurahisisha huduma zake kwa wananchi. Tunafahamu na kutambua mafanikio yenu ya awali kama vile kuunda mfumo wa usajili kwa njia ya mtandao ya online registration, mfumo wa ukusanyaji wa maduhuli, mfumo wa ushirikishanaji taarifa data sharing, mifumo ya usajili inayotumia katika ofisi za usajili za wilaya na mingineyo kadhaa ambayo mmeitengeneza, na huu nao umekuwa na mchango mkubwa, na niwapongeze sana, hongereni sana wataalamu wetu kutoka NIDA. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, kupitia huduma hii nitakayoizindua leo, mwananchi yoyote sasa ataweza kujua kama namba yake ya utambulisho ya taifa imetoka au kama kitambulisho chake cha taifa kiko tayari na kiko wapi. Si hayo tu, huduma hii pia itamwezesha kufuatilia hatua kwa hatua maendeleo ya maombi yake ya kitambulisho cha taifa kupitia simu yake ya mkononi pamoja na namba yake ya utambulisho wa taifa kama amezisahau au kupoteza. Jambo hili ni la kufurahisha na ni mafanikio makubwa, na zaidi ni kwamba huduma hii kama ilivyodokezwa hapo awali ni ya bure, haina malipo. Mwananchi atatuma ujumbe mfupi kwa kutumia short code namba 15274 na kupata taarifa hizo papo hapo bila kwenda ofisi za NIDA kufuata huduma hizo. Kimsingi, faida ni nyingi sana ukiondoa gharama, lakini kwanza itarahisisha upatikanaji wa taarifa kuhusu huduma za maombi ya utambulisho kupitia short code hii badala ya waombaji kufika katika ofisi za NIDA wilayani, na tunafahamu wilaya zetu zilivyo kubwa. Lakini pili, itaondoa kwa wananchi usumbufu na gharama za kusafiri kwenda ofisi za NIDA kupata huduma hiyo. Tatu, ni kupunguza foleni katika ofisi za NIDA, kwani mwananchi anaweza kupata huduma hiyo yeye mwenyewe kwa kutumia SMS kupitia short code hii. Lakini nne, itawezesha waombaji wa vitambulisho vya taifa kufuatilia kwa urahisi taarifa za maombi yao kwa kutumia kwa hatua kila wanapohitaji kufahamu. Kwa hatua wanapohitaji kufahamu, wakati wote watajibiwa kupitia matumizi ya short code hii. Lakini ya tano ni kwamba mfumo huu kutengenezwa kwa kutumia wataalamu walio katika mamlaka yenyewe ya vitambulisho vya taifa kumeokoa fedha nyingi za serikali. Nimeambiwa hapa ni zaidi ya milioni ngapi? Kama mngetengeneza kwa kutumia watu wengine ni fedha nyingi, dhahiri ingekuwa ni fedha nyingi. Kwa hiyo niwapongeze sana tena kwa kuamua kusimama kama wenyewe. Kwa muktadha huo, nitoe rai kwa wananchi wote nchini kutumia kikamilifu huduma hii mpya, kwani kwa kutumia simu yako ya mkononi popote ulipo na wakati wowote utakao unaweza kupata taarifa hizi kwa haraka na kwa uhakika. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, hatua hii inaenda kuondoa matatizo ya muda mrefu, ambapo hivi leo tunavyozungumza katika wilaya zetu viko vitambulisho vingi sana ambavyo havijachukuliwa, na sababu kubwa inakuwa ni hiyo kwamba muombaji hajui kitambulisho chake kiko katika hatua gani.
Kupitia mfumo huu sasa utajibiwa na utaambiwa kama namba yako umepata ndani ya siku 5 toka siku uliyoomba, na kama hujapata ndani ya siku 5 toka ulipoomba, ukitumia mfumo huu ukauliza, utajibiwa kwamba hujapata namba kwa sababu fulani fulani fulani, na uje mahala fulani ili tuangalie takwimu zako kama zimekaa sawa sawa.